Bwana, mambo vipi? Muda mrefu sana sijakuona. Na sisi tupo. Hatimaye tumekuja kulala kwenye game ya Yanga 7-1. Umeona Yanga ilikuwa ya moto hii? Ni ya kawaida sana. Goli 7 wameshinda. Ukiangalia ni mechi ambayo kwa pamoja. Kulikuwa mna ushindani wote. Kwa sio mechi ya ushindani kwa sababu ndio kusema baba shinda goli moja. Kwa hiyo goli moja, ile goli 7 hizo pata za kawaida sana katika mpira hasa. Wanakosa. Timu zingine hapa. Pengine kwa kawaida umekuja baada ya nini kutana sare? Si Simba ni Simba, Yanga ni Yanga. Sidhani mnakuunganisha Simba na Yanga, ni kitu tofauti. Wanadai kwamba ubora upate ubora kutoka Yanga lazima uikompea na Simba. Hapana. Ni timu mbili tofauti na kila watu wana mambo yao, kila watu wana mambo yao. Kwa hiyo swala kusema eti Simba na Yanga ni kitu kimoja ni tofauti. Huyu kashinda 2 jana, huyu kashinda 7. Ndio tofauti. Simba ni Simba, Yanga ni Yanga. Wewe binafsi quality ya nafasi kwa leo imekuja kwa nani? Ni quality ya kawaida sana, ni upande mmoja. Sio kwa tu kusema kucheza. Sio ndio ndio kucheza nao. Kwa hiyo ni kawaida sana. Ilitokea leo ni kwamba wao wanapata magoli mengi na aina ya mchezo kwa mchezo sio kwa upande mmoja. Tukaanza kupata matokeo hadi sasa. Wewe pekee ulishindwa kumfunga pamoja na kukosa wachezaji wake ambao mtegemezi, lakini wewe na Simba yako ambao ulikuwa unaiona. Hata sisi tulikuwa tegemezi ndio ambao kucheza mechi wengi. Mechi ya dabi. Kuna soka kucheza. Ni vitu vya kawaida sana kwenye mpira. Huwezi kusema hizo kusema kufanya kwa unaona kushinda. Timu inavyoshinda inashinda timu yote, inavyofungwa na timu yote. Mchungaji anaona mabasa naitazama Simba. Mchungaji anajua. Consistency kwa mechi ambazo anacheza. Unaona Simba kwa bingwa msimu huu. Nani? Simba unaona ikiwa bingwa msimu huu. Yes, ni mabingwa watarajiwa wao. Wao ni Yanga, Simba wanalalamika. Nini kinawapa kiburi na maana? Sasa wewe uone kama wewe angalia performance ya timu. Performance ya timu ndio inayoamua. Performance ya timu ndio unayoona unakuta sasa hii timu ina hatua inayokuja. Simba performance yake ni kubwa. Hasa mechi tunacheza nao, tunacheza mpira mkubwa na kufunga goli katika karibu. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani sisi tuna kitu mbele kuliko Yanga. Ndio maana sisi malalamiko yamekuwa mengi sana ndani hapa. Mchezaji siku ya leo huyo mchezaji ambaye alikuwa anazungumzia mkuja kwa mkopo Simba Rushan ndio ameongeza mkataba wa mwaka mmoja kutumikia Simba. Na hilo ndio tunatarajia. Kwamba Rushan lazima angeongeza mkataba kutokana na performance aliyoonyesha na Simba alikuwa tayari kumpa mkataba kutokana na uwezo ambao Rushan ni mkubwa mno. Nani bwana? Kwa performance ya timu. Performance ya Simba ni kubwa mno. Wachezaji gani hasa wanaokupa kiburi pale kwenye timu yako mpaka unasema kwamba Simba bingwa msimu? Wewe umeona mechi kaa vizuri basi, mbona una pressure vipi? Kaa vizuri basi, mbona una pressure? Yani goli 7 zinakuumiza hivyo. Kaa vizuri basi, goli 7 ndio zinafanya uwe mnyonge. Eti wewe vipi? Kama ulivyoona mechi ya Zanzibar. Na sasa mechi inayofuata sisi tuko wenyeji. Wewe goli 7 hizi zinakutia unyonge bwana. Unaweza kumfungia kule kule. Kwa mabingwa wapi wa Simba Sports Club ni Simba. Mabingwa wapi wa Simba Sports Club? Kwa hiyo changanya mada leo. Ulivyoona unapata goli ni mpira ulikuwa upande mmoja. Ulikuwa upande mmoja kama ulivyoona. Kulikuwa hamna ushindani. Nikwambie kitu. Yaani mechi ndogo kwa kijumla. Nisikiliza mimi sasa. Ngoja umalizie nini au umalizie hapa. Wewe haumalizi. Ulikuwa upande huu. Haya sawa. Nikwambie kitu. Unatetea naye ubingwa sawa. Nikwambie kitu. Ongea naye sasa. Usiondoke. Tunaomba uendelee. Tunaomba uendelee. Kama uliongopa hapa mimi nataka nisikie. Wewe umekuwa mpole afu unaona dunda. Sasa msikilize. Tunataka utie neno. Unajua timu ndogo ilikamia timu kubwa. Hapa timu ndogo ni nani? Ni Simba ilikamia timu kubwa. Ndio maana juzi jana walivyocheza hawa Simba wakawa kwamba yani viungo vyote vinyoki vimesinyaa ndio maana wakapata ushindi mwembamba. Lakini angalia sisi leo tumewekea vijana wengine wapya goli 7 mtu kapigwa. Na ule mfumo ule wa Simba na Yanga kama ungekubali ndio hizi ngoja usimba. Kama ungekubali ndio zilikuwa hizi 7. Umeona leo watu wamevonyoka miguu nini na nini bila mpira bila uchawi ndio hizi 7. Mpira bila kulogwa ndio hizi 7. Kwa sababu ziliteleza kwa mtu alikuwa zinamtafuta. Hizi ndio kwa zinamtafuta huyu lakini wapo tuloga kutumwagia mimaji we ndio zikaponyoka. Lakini 7 zilikuwa hizi. Angalia mtu leo anachukua mpira hapa. Lakini anachukua mpira. Polisi hawa wadogo. Polisi iko championship hii hapa hii. Timu kubwa hii. Tumeona lakini quality yao kina mchungaji umeionaje? Ndio kama Polisi. Mama yangu mzazi. Simba hizo kucheza mechi 3 bila kusuluhu. Kaanza ile tuhesabu na ile jana ile ya CRDB alotoa aloshinda goli 2. Ije nyingine. Hizi mechi zinazofuata 2 asipo suluhu mchungaji mimi mtamjengea kanisa.
Kwa nini sasa unaamini hivyo? Walicheza kwa nguvu zote kuikamia Yanga. Wewe sikiliza, nenda sasa, maliza nimjibu. Nakusikiliza. Walicheza kwa nguvu zote kuikamia Yanga. Sasa matokeo yake jana umeona ule mpira papatu. Sasa goli kama alifunga la Chama ambayo Pazo anataka kupiga umemtoka Chama akafunga. Kinaangalia watoto wadogo leo. Umechukua mpira. Depu kapiga hat-trick, kachukua mpira wake safi. Lakini kwenye mechi yako dhidi yake, TFF wamethibitisha kwamba lile lilikuwa goli ila makosa yametokea. Yaani mchungaji subiri. Tunaomba ujibu. Anaondoka. Tunaomba ujibu swali lako. Aliwezi kuwa goli. Hapo dakika moja tujibu. Suleiman Mwalimu kwanza alianza kushika kule. Ambayo leo TFF hajaliamua. TFF hilo hajaliamua. Kama angeliamua ile kushika ule mpira usingefika kule golini. Alishika. Na sisi pia Dube alikuwa anaenda kufunga ikawa offside. Sisi tunajiuliza swali moja. Kwa nini tukio moja la offside huyu anapigwa adhabu miezi 6, huyu mitatu? Mchungaji, ile ni goli au sio goli? Wao ushajipata jibu tayari. Wamemfungia lazima kwa sababu goli lilikuwa bora. Ninyi Simba mmenufaika vipi kupitia? Hatujanufaika na chochote. Ni kwamba Yanga ndio kanusurika. Kama ile goli tungelipata ilikuwa ni pointi 3 na magoli pointi 3 na magoli matatu tena. Tungepata na magoli moja siku hiyo. Lakini nao wamenyongwa offside. Sio wamenyongwa. Ya Dube, alafu nikwambie kitu. Lakini mwache wamalize. Wao wamelalamika. Kwa nini adhabu zimetofautia? Kwa sababu umeona ile ya Dube imekuwa kubwa, ile ya kwetu imekuwa kubwa, ile ya lazima ndio kukataa goli na kufungiwa imekuwa kubwa kuliko ile nyingine ya Dube. Hawajajua kwamba ile ni goli ilikuwa ni halali ambalo walikataa nani lazima. Kwa hiyo tukubaliane kwamba tulinyongwa ile goli. Kwa maana Yanga mpaka mida hii wamenusurika. Kwenye makubaliano yao tuweke makubaliano kwamba Yanga pia alinyongwa kwenye offside. Anganyongwa vipi angefungiwa? Lakini taarifa TFF ametoa. Tunaangalia na kitu ambacho kilikuwa zaidi ambacho huyu ana la kusema. Nikwambie kitu. Huyo Suleiman Mwalimu. Huyo Suleiman Mwalimu amemwalimu mtu. Malizana naye. Umeona? Anadaiwa anaondoka. Mwenyewe hapa anamfuata. Huyo mwalimu ambaye yeye amecheza umwalimu. Tuliona Soa alimemsoa mtu. Soa alimsoa mtu akafungiwa mechi 5. Mwalimu kamsoa mtu kafungiwa mechi 3. Kwa hiyo hichi kitu tunaona kama vice versa. Lakini tuwaachie kwa sababu sisi tuna kikosi kipana sana. Tuwaache. Kwa kumalizia ndio tunaanza hapa, tunamaliza vipi? Katumisi ndio tunaanza mechi yangu. Au beti inaisha. Haya. Sasa kwa kumalizia nikwambie kitu kimoja. Mtu kapigwa 7 ile wiki. Tunaenda kufuturu, tunaenda kula daku vizuri tu. Safi. Sasa sisi kila mtu unayempanga watu wanaondoka tu. Yaani labda kwa kumalizia nikwambie kitu. Tulale salama, tuamke salama. Yanga bingwa Federation, Yanga bingwa NBC. Mimi na wewe tutalishuhudia hilo. Sisi bingwa kila sehemu, tunachukua kombe hili, tunachukua NBC. Basi mchezo umeisha, ndo kawaida yetu. Yanga mabingwa, Yanga vikombe. Nikisema alamsiki. Shukrani sana. Asante. Sisi tunashangaa sana kuonyesha ukataba. Kwa sababu kitu ameitendea haki jezi ya Simba na ndio maana alikuwa na captain ndani ya Simba Sports. Kwa hiyo hayo ni mojawapo ya mambo makubwa ambayo Simba ameenda kuyafanya mwaka huu. Kumpa mkataba mtu kama yule ni jambo kubwa sana kwa klabu ya Simba. Hasa sasa hivi ndio kwa captain wa klabu ya Simba. Pia Yusuf Kagoma anaongezewa mkataba wa miaka 2 kuendelea kuitumikia Simba. Ikumbukwe kabla ya kuja Simba pale tulikuwa na tetesi taarifa rasmi kwamba amejiunga na Young Africans, lakini mwisho siku kutumikia Simba kwa muda ambao alitumikia na hivi sasa ameongezewa mkataba wa miaka 2. Performance hiyo nayo lazima ongezewe muda mwingine tena kutumikia Simba. So performance yake ni kubwa mno. Kagoma ndio muhimili wa Simba pale katikati. Kwa hiyo kitu cha kwanza kupata mkataba mwingine ni jambo kubwa sana ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo nayo imetuongezea kitu ndani ya klabu ya Simba. Kwa Kagoma kuongezewa mkataba hiyo imetuheshimisha sana. Kuna namna kama wachezaji wa Simba wamekuwa wakinufaika na mikataba kama wanapokuja Simba. Tumeona Jero akiwapa wachezaji magari ambapo ni wachezaji wapya walioingia Simba. Ni jambo jipya ambalo tumekuja nalo. Simba mmoja na jambo jipya. Jero kafanya jambo kubwa sana, anaweza kuongeza kuwapa magari wachezaji wetu. Ni jambo kubwa sana ambalo jambo hilo alikuwa ndani ya mkataba. Katika agreement ambayo anaingia na Simba ilikuwa, lakini kama kuingiza wapa wachezaji magari. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa halipo ndani ya Simba, lakini sasa hivi tumeingiza. Kuelekea michezo ambayo iko mbele yenu ni kama Simba ambayo ni ligi kuu. Tarajia Simba pengine kaenda kupata pointi zote ambazo anaenda kutafuta wenyewe. Ndio bingwa. Ndio bingwa. Nini kinakupa kiburi na performance ya timu hiyo?
Hao ndio mabingwa. Waone kina Ndio maana sasa malalamiko sasa yamezidi.